Hello friends, unapokuwa na ugonjwa zaidi ya mmoja, mara nyingi huwa inakuwa very frustrating kutafuta matibabu. Chukulia mfano, una uzito mkubwa, una kilo 100, 110, 120, alafu vidonda vya tumbo vinakusumbua, una pressure, una kisukari, labda ni mwanaume pia, tezi dume limevimba. Kwa hiyo una mzigo wa magonjwa yanayosababisha maumivu, discomfort na kushindwa kufanya kazi zako. Kwa hiyo unaweza ukawa unajaribu kutafuta matibabu kwa kuyapambania yote kwa pamoja. Na bahati mbaya ni kwamba kwa tiba zetu za hospitali ni kwamba kila ugonjwa unakuwa na dawa yake. Kwa hiyo utapewa labda ni supplement za kupunguza uzito, utapewa dawa PPI kwa ajili ya vidonda vya tumbo au acid, utapewa hizo za kwa ajili ya kisukari, utapewa dawa kwa ajili ya pressure, utapewa dawa kwa ajili ya tezi dume. Kwa hiyo unaweza kutoa na mzigo mkubwa wa madawa ambao yenyewe tayari inakuwa ni tatizo tena. Kwa hiyo ili uweze kutibu vizuri bila kuchanganyikiwa au bila kuumia sana, ni vizuri ukafocus na ugonjwa mmoja na ukautibu katika mtindo wa kuondoa chanzo chake, katika hali ya kushughulika na kile chanzo cha ule ugonjwa. Na vizuri ukaangalia ule ugonjwa ambao una madhara makubwa kwa haraka. Yaani kwa mfano, kama ningekuwa ndo mimi hapo, ningeendelea na haya matibabu mengine ambayo yapo niliopewa, halafu ningeshughulika zaidi na pressure kama ipo juu sana. Kwa sababu pressure inaweza ikasababisha ukapata cardiovascular accident, ukapata stroke, ukapata ugonjwa wa moyo, figo zikafeli. Kwa hiyo ningekuwa nikiogopa zaidi, na ningetafuta solution ya kudili na vyakula, kubadilisha lifestyle yangu ili kuhakikisha kwamba ile pressure na idhibiti vizuri. Na bahati nzuri ni kwamba unapotibu kwa kutumia lifestyle, ni kwamba tiba ya ugonjwa mmoja unaweza ukaleta nafuu au hata tiba kabisa kwenye ugonjwa pia mwingine. Kwa hiyo badala ya kufanya vitu vingi ambavyo vinakuchanganya, madawa mengi, supplement kibao, ni vizuri ukafocus ili usiwe distracted. Na haya magonjwa mengine ukaendelea na haya matibabu mengine uliopewa ya vidonge na nini. Wakati huo taratibu unaweza ukawa unatoka huko, kwa sababu unazidi kupata nafuu kwa kushughulika kwanza na huo ugonjwa ambao una matokeo ya haraka ambayo ni ya hatari zaidi. Kwa hiyo usichanganyikiwe, usijaribu kufanya vitu vingi. Hata kama unafanya tiba za asili, umesikia labda pressure inatibiwa labda na kitunguu saumu, unakunywa kitunguu saumu, unakula malimao, unakula nini, unakula mizizi, unakula vidawa vingi, sio wazo. Unaweza ukaua figo na usipate matokeo mazuri ambayo unayataka. Kwa hiyo uwe focused, usiwe distracted na mavitu mengi ukayafanya kwa mara moja.